Kwanza kabla hatujajua mambo mengi, nataka tujue Ado Shaibu ni nani? Ado Shaibu ni mwanaharakati, mwanasheria na kiongozi. Hizo ndio nukta tatu za kumwelezea Ado Shaibu. Ni mwanaharakati wa muda mrefu tangu nikiwa sekondari. Nimejiona kuwa mimi ni msafiri katika dunia nisiye na wajibu binafsi peke yake. Kwa hiyo nimekuwa nikiishi, nikisoma kwa bidii, lakini pia nikifanya kazi ya kutetea jamii inayonizunguka. Ndio maana ukifungua vitabu vya historia yangu utakutana na habari kwamba nikiwa kidato cha 4 nilifukuzwa pale kwa wiki 3 kwa sababu ya kufanya mageuzi fulani ya kisera kwa walimu, kuchallenge mambo ya upigaji wa viboko uliopindukia na kadhalika. Na nilipoona kwamba uongozi haunisikilizi, nikaamua nikae pembeni nijiuzuru. Na kwa wakati huo sekondari ilikuwa pia ni hatia kutamka kwamba unataka kukaa pembeni. Kwa hiyo nilikutana shule kukaa pembeni vipi au katika uongozi wa wanafunzi nilikuwa kiongozi. Lakini pia utakutana na mambo kama haya nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni mwanasheria kitaaluma. Na kozi ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ni ya miaka 4, lakini mimi nimesoma kwa miaka 6. Sio kwa kupenda, sio kwa uvivu darasani. Ukiangalia alama zangu ni mzuri, ni kwa sababu ya harakati. Wakati ule ajenda kuu ilikuwa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Kwa hiyo tuliuchallenge uongozi wa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu wakati ule, Profesa Mkandara nakumbuka, Profesa Kabudi huyu, kwamba wanatufundisha darasani juu ya haki ya msingi, natural justice, watu wasikilizwe, lakini kumekuwa na ufukuzwaji sana wa wanafunzi chuo kikuu. Na sisi tukajikuta katika mkondo wa kufukuzwa. So mimi ni mwanaharakati na yako mengi zaidi. Katika msemo sasa hivi watu wengi katika siasa zilizopo wanasema ni vigumu sana kuwa mwanaharakati na kuwa mwanasiasa. Yote yanakwenda pamoja kwa sababu kwangu mimi harakati ni msukumo wa mageuzi kwa mtindo wa shinikizo. Kwa hiyo hata katika siasa kuna wakati utapaswa kufanya diplomasia au kujenga ushawishi katika mtindo wa siasa laini, lakini kuna wakati utapaswa kufanya harakati. Kwa hiyo kwangu mimi siasa na harakati ni vitu vinavyokwenda kwa pamoja. Kwa hiyo ni sura ya kwanza ya kumwelezea Ado Shaibu. Ado Shaibu ni mwanasheria kitaaluma, na mara kadhaa nimekuwa nikitoa mchango wangu wa kitaaluma au nimekuwa nikijihisi kuwa nina wajibu huo. Mathalan nimetoa mchango wangu katika kuendeleza hazina ya kisheria kwa maana ya jurisprudence katika mfumo wa sheria ya Tanzania. Ado Shaibu ndiye mwanasheria wa kwanza kufungua kesi dhidi ya rais aliye madarakani. Wakati ule Rais John Pombe Magufuli alipomteua mwanasheria mkuu wa serikali ambaye mimi niliamini kwamba hajakidhi sifa za kikatiba, nilifungua kesi na ilikuwa ni changamoto kubwa wakati ule. Nakumbuka wakati natafuta wakili haikuwa rahisi kupata wakili hata kwa wale mawakili ambao tumewazoea. Naam. Na ndio hicho ninachokisema kwamba ukiamua kuwa mwanaharakati kidogo utaona kama siasa zinakuwa pengine zinakuzidi kwa sababu mtizamo wa kuingia kwenye siasa ni tofauti na harakati. Ni kweli mtizamo wa kuingia kwenye siasa ni wa kunyakua madaraka. Lakini madaraka kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutumikia wananchi. Wakati harakati haihitaji ulazima wa kuwa na madaraka, lakini matokeo ya harakati nayo yanapaswa kuwa ya kunufaisha wananchi, ya kuleta mageuzi, ya kuleta ustawi wa kijamii, wa kisiasa, wa kiuchumi, kulingana na harakati husika yenyewe inakwenda wapi. Kwa hiyo mwisho wa siasa na mwisho wa harakati ni kitu kile kile. Utofauti unakuwa njia ambazo zinatumika. Naam. Umeingia bungeni, wewe ni mmoja wa viongozi wa vijana wadogo sana kutoka upinzani. Naam. Tukiangalia historia yako unasema tangu shule, chuo, umekuwa mtu tolewa nje, kusimamishwa. Inategemea hilo bungeni? Inategemea na uongozi wa bunge utakwendaje. Sisi tunaingia ndani ya bunge na mimi mwenyewe binafsi naingia ndani ya bunge kwa ajili ya kutekeleza wajibu wangu wa kikatiba. Wajibu kwa wananchi wangu wa jimbo la Tunduru Kaskazini, lakini zaidi wajibu wangu kwa Watanzania, kwa sababu mbunge hana mipaka. Anafanya kazi zaidi ya mipaka ya jimbo lake.
iwapo uongozi wa bunge utatufanyia haki, usitarajie kwamba mimi nitatolewa nje, kwa sababu mimi ni kijana mwadilifu na ni kijana msikivu. Lakini iwapo uongozi wa bunge hautotutendea haki, basi ile damu ya harakati itachemka tu na pengine tukaingia katika mazingira ya kutolewa nje. Na ndiyo maana katika vikao vya mwanzo sana ambavyo singetarajia kwamba wabunge tungesimama na kuhoji hiki ama kile, kwa sababu ajenda zilikuwa ni kula kiapo, nilipambana sana kupata nafasi ya kumuuliza Spika Zungu juu ya commitment yake kuhusu haki za watu pamoja na katiba mpya, kwa sababu nilitaka kujua mtindo wa uongozi wake utakuwa wa namna gani. Utakuwa ule wa kuwa bunge kuwa ni chombo cha kuibeba serikali, bunge kuwa ni chombo cha kuisifia serikali, bunge kuwa chombo cha kuiomba serikali badala ya kuiwajibisha serikali. Na nimefarijika kwamba Spika Zungu ametoa commitment kwamba katiba mpya, mchakato utakamilika katika uongozi wake na utakuwa na nafasi, na kwamba masuala ya haki za watu yatapewa nafasi kubwa. Sasa kutamka ni jambo moja, kutekeleza kwa vitendo ni jambo jingine. Ni wajibu wetu sisi wabunge, licha ya uchache wetu sisi wabunge upinzani, kwa sababu sasa kwa rekodi wapinzani tupo 11, wabunge 9 wa kuchaguliwa na wabunge 2 wa viti maalum, idadi ya chini zaidi kushuhudiwa katika historia ya mabunge tangu mfumo wa vyama vingi uanzishwe. Lakini licha ya uchache huo tutapambana. Hilo ndo naloweza kusema. Chama chako kimeridhia kwamba wewe kwenda bungeni? Wameridhia. Nisingeweza kwenda ndani ya bunge bila kupata baraka na ruhusa ya chama changu. Kwa hiyo imekubaliwa na ni jambo ambalo linafikirisha bila shaka. Upande mmoja chama kimetoa kauli kupitia kiongozi wa chama chetu ndugu Doro Sem kwamba hakikubaliani na uchaguzi wa mwaka 2025 na kimetoa hoja kwamba uchaguzi huu urejewe upya, ufutwe na kurejewa upya. Lakini upande mwingine madiwani ambao tunao zaidi ya 60, wabunge ambao tuko wabunge 8 katika bunge wa kuchaguliwa kati ya 9 wa kuchaguliwa, na wawakilishi 10 wa kuchaguliwa na 4 wa viti maalum. Kwa upande wa Zanzibar tumepewa ruhusa ya kwenda bungeni. Hoja ya chama chetu ni kwamba hii ni haki yetu. Sisi tunaamini kwamba maeneo haya ambayo tumetangazwa kushinda ni sehemu ndogo katika sehemu kubwa ambayo tulistahili katika uchaguzi. Madam Dorothy hafahamu hilo? Analifahamu hilo kwamba hii ni haki yetu. Ndio maana tumeruhusiwa kwenda bungeni ili kulitumia bunge. Nani amewaruhusu? Chama kwa ujumla wake, kwa sababu kabla ya kwenda bungeni vikao vilikaliwa katika kamati ya uongozi ya taifa, kwa sababu hiki ndio chombo cha viongozi wakuu kinachoweza kuketi mapema na kimetoa ruhusa hii. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kimsingi kuna kupishana ndani ya chama? Hapana. Kwa ujumla wake ni kwamba tunaona tulichopata sicho tunachostahili, si kwamba tunaona tulichopata si chetu. Tulichopata ni chetu. Yani tunaamini kwamba Ado Shaib ameshinda Tunduru Kaskazini, tunaamini hivyo. Tunaamini kwamba ndugu Shingo alimshinda ndugu Jerry Slaa pale Ukonga. Tunaamini kwamba ndugu Kiza Mayeye alishinda na kumshinda Peter Selukamba pale Kigoma Kaskazini. Kwa hiyo hoja ya ushindani ni kwamba tulichopewa, tulichotangazwa kwamba tumeshinda ni kidogo kuliko kile tunachostahili. Kwa hiyo sasa hapa unapata utata wa kimaamuzi. Unapopata kidogo unachoamini kwamba umeshinda lakini sicho ulichostahili, unapaswa kukisusia na hiki kidogo ili kutoa picha kwamba hutaki kabisa. Ama unachukua kidogo ulichokipata na kuendelea kuleta msukumo zaidi kwa ajili ya kikubwa. Sisi tumechagua njia ya pili. Kwa nini unasema kwamba mmepata ambacho hamkustahili? Tunaamini yako maeneo mengi zaidi ambayo tumeshinda. Kwa mfano nitakupa mifano michache. Yako maeneo ambayo
sisi tuna matokeo ya ushindi ambayo yana utofauti na matokeo ambayo yametangazwa ya mwisho. Yako maeneo kama hayo, hasa katika matokeo ya udiwani, na baadhi ya maeneo haya madiwani wetu wamefungua kesi mahakamani kwa ajili ya kupigania ushindi wetu. Yako maeneo ambayo kulikuwa na uvunjifu mkubwa wa taratibu za kiuchaguzi ambazo sisi tunaamini kwamba zimeathiri matokeo. Kwa hiyo maeneo haya pia, baadhi ya maeneo haya tumefungua kesi za ubunge. Kwa mfano, sisi tunaamini kwamba tulishinda Kigoma mjini. Kama wewe uliwezaje kushinda na wengine wakashindwa, na nyinyi moja ya kauli mbiu yenu ilikuwa ni linda kura? Ni kweli kwamba chama chetu kilijipanga, lakini na dola nalo lilijipanga, kwa sababu uchaguzi huu pia unaingiliwa sana na vyombo vya dola. Wewe ulishindaje? Siwezi kusema kwamba mimi nilishinda kwa ujanja wangu. Mimi ninaamini kwamba licha ya kujipanga kwetu, kwa sababu kwa kweli tulijipanga, na mimi kwenye kampeni zangu nilikuwa nikitamka, ukifuatilia hotuba zangu, kwamba huu mimi ni mwaka wa mwisho, ni mwaka wa fainali. Afe kipa, afe beki, lazima mpira uende wavuni. Kauli ile sio kwamba tu nilisema kwa maneno, lakini pia nilijiandaa, kuandaa vijana, kuandaa umma kuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Lakini nikiwa mkweli kama kiongozi mwadilifu, ukiangalia jinsi vyombo vya dola vilivyojipanga, hata mimi pia ningeweza kupokwa ushindi wangu. Na pengine tu kungekuwa na madhara makubwa pale Tunduru, mauaji na uharibifu mwingine, lakini hii haimaanishi kwamba Ado angeweza kuvishinda vyombo vya dola. Kwa nini kimetokea? Mimi ninadhani kwamba Tanzania hivi sasa ipo kwenye ile inayoitwa given democracy, demokrasia ya kupewa. Unapambana, dola linaamua kwamba Ado kashinda atangazwe, lakini pia dola hilo hilo linaweza kuamua Ado kashinda asitangazwe. Kwa hiyo ni mfumo ambao unategemea mwelekeo wa kidola. Kwa hiyo utaona. Kwa hiyo nasema wewe ulitangazwa na dola? Mimi hiyo ni imani yangu mpaka kesho, kwamba vyombo vya dola vina mchango mkubwa katika kuamua nani ashinde nani asishinde. Kwa hiyo ulishinda au haukushinda na dola ikakutangaza? Ado Shaibu ni mshindi, lakini kwa mazingira ya uchaguzi ulivyofanyika, dola lingeamua Ado asitangazwe, lingeweza kufanya hivyo. Mbona imeshindwa kufanya sehemu nyingine? Kwa maana ipi? Kwa maana kwa mfano Kigoma mjini. Ndiyo nasema sasa, unajua katika nchi za Kiafrika wako wanaoacha demokrasia ichukue nafasi yake, kwa maana sauti ya wananchi isikilizwe, lakini wako ambao wanafahamu umuhimu wa upinzani, lakini wana define mapana ya upinzani na namna ya upinzani unavyopaswa kuwa, hali ambayo Tanzania tupo tangu mwaka 2020. Kiwango cha ushindi wa upinzani hakitokani na sauti ya wananchi, bali kinatokana na kiwango ambacho dola linaamua. Huo ndo ukweli mchungu sana. Hizo ni tuhuma, lakini kwa sababu tunaona kama wewe unaweza kushinda, dola inakuwa wapi kama kweli hawataki wewe mbunge? Kwa sababu wanataka kuonesha Tanzania kuna upinzani. Ndio maana ni muhimu tupambane kupata katiba mpya na tupambane kupata utashi kamili wa kisiasa, ili sauti ya wananchi isikike. Si tu kwamba fulani anashinda kwa sababu dola limeona fulani kashinda, na huyo awemo katika ile hesabu yetu ya maeneo ambayo yataonesha kwamba upinzani upo Tanzania. Kwa maana hiyo nataka kuniambia, kama unavyodai kama dola ndio imekupitisha, ina maana utafanya kazi za chama tawala? Wasitarajie hivyo, watarajie mapambano. Mimi ni mpambanaji katika maisha yangu yote. Kwa mfano mimi ningejua kwamba mimi si mshindi, nisingeweza kukubali hilo, kwa sababu unapaswa kufanya kazi kwa sababu wewe ni sauti ya wananchi. Isipokuwa kwa sababu takriban muongo mmoja hivi ama pungufu, miaka michache, wananchi wa Tunduru wamekuwa wakinionyesha kwamba mimi ni mbunge wao. Kwa hiyo sanduku la kura ni kama kurasimisha tu. Ndio maana Tundu Antipas Lissu alipofika Tunduru na kupata briefing kwenye chama chao, haikuwa vigumu kwake yeye kumuondosha mgombea wa Chadema. Wakati ule hatakuwa na ushirikiano na Chadema, na kutamka kwamba mgombea anayemuunga mkono ni Ado Shaibu. Haikuwa vigumu pia kwa mgombea mwenza ndugu Salum Mwalimu
alipopata briefing, hiyo ndio ilikuwa kauli yake. Ninaamini mtu yeyote anayeweza kuchunguza, ukiacha vigezo vya kura, atakubaliana na ukweli kwamba mbunge wa mioyo ya wananchi wa Tunduru kwa takribani muongo mmoja sasa ni ndugu Ado Shaibu, na mimi nimeikubali aliyo, na ndio maana utaona hata wale makatibu wakuu wenzangu tukikutana kwenye zile forums za makatibu wakuu au viongozi wakuu, swali la kwanza la salamu Tunduru hawajambo. Kwa nikikutana na ndugu Kinana wakati huo au na ndugu Mchimbi, ndugu Migilo aliteuliwa kuelekea wakati wa michakato ya uchaguzi, kwa hiyo hatujakutana, salamu namba moja ni Tunduru hawajambo, au matani ambayo yamezoeleka, wewe ni katibu mkuu wa nchi nzima ama wa Tunduru, kwa sababu wanaona ile dedication, wanaona ile commitment yangu kwenye struggle ya watu wa Tunduru. Kwa hiyo mimi Tunduru ni mshindi, lakini nikisema kwamba kilichofanyika katika uchaguzi mkuu ni haki, ina maana nataka kukubali kwamba Baba Levo alimshinda Zitto Kabwe? Haiwezekani. Haiwezekani hata punje. Baba Levo anajua moyoni mwake kwamba hawezi kumshinda ndugu Zitto Kabwe. Kwa nini matokeo ya Baba Levo huyakubali, matokeo yako unayakubali? Kwa sababu mimi ninaamini kwamba sisi tulishinda Kigoma mjini. Haina maana kwamba kila jimbo hapa Tanzania sisi tulishinda. Lakini mlikuwa mnalinda kura. Ndio. Mlishindwaje kulinda kura kama kweli mlikuwa mnataka kupata huo ushindi na hisi kwamba kura zenu zilipoko? Kwenye mapambano ya kisiasa kila fursa ni darasa. Sisi tuliamini kwamba tuna wajibu wa kimapambano kwenye uchaguzi, tusisuse, tuende katika uchaguzi. Tumekwenda katika uchaguzi, tumejiandaa kwa namna ambavyo tumejiandaa kulinda kura. Ukiniuliza kwamba kiwango cha maandalizi yetu kilikuwa cha kutosha kuendana na nguvu ya dola, nitakujibu kwamba hakikutosha, hatukujiandaa vya kutosha. Na pengine kwa wengine sasa, manake wewe ulijiandaa vya kutosha. Hapana, kama nilivyokueleza mapema kwamba hata kwangu dola lingeamua kama lilivyofanya maeneo mengine, lingeweza kufanya hivyo. Lingeweza kufanya hivyo, na nguvu iliyotumika katika uchaguzi huu pengine underrate, hatukuipa uzito unaostahili katika mpango wetu wa kulinda kura. Hilo ndio litakuwa darasa kubwa tunapokwenda kwenye vikao vya tathmini, na kwa bahati nzuri tunavyo vikao vya tathmini vinafuata. Tutaketi katika kikao cha kamati kuu ya mwanzo ya taifa ambayo tutaifanya tarehe 18 ya mwezi huu. Moja ya swali muhimu litakuwa ni kutathmini mkakati wetu wa kulinda kura, ni namna gani umefanikiwa na wapi ya kufanikiwa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.